Manchester watarejea tena sokoni kwenye madirisha haya yanayokuja, na huenda wakatumia fedha nyingi ama wakatumia namna ya kubageni ili kupata target wanazotafuta. Target kubwa Manchester ni Elliot Anderson, kiungo ambaye amekuwa moto sana msimu huu kwenye klabu ya Nottingham Forest, na inaelezwa Manchester sasa wameweka matarajio yao yote kumsajili na wana interest kubwa, na sio tu tetesi ni kwamba Manchester wanamtaka kiungo huyu, lakini inaelezwa Forest watataka kushtusha kwa bei yao ya paundi milioni 100 mpaka 120. Huyu sio kiungo wa kawaida, ni engine haswa, ana stamina, pressing ya hali ya juu, ana passing za hatari, na ability ya kuvunja zile lines ni kubwa sana kwa kiungo huyu ambaye kwa style ya Ruben Amorim anafiti kwa 100%. Kwa nini sasa Forest wanataka angalau paundi milioni 100 mpaka 120 kwa kijana huyu? Kwanza kabisa anasifika kwamba yuko kwenye piki yake ya ubora kwa sasa, hivyo gharama yake itakuwa kubwa, lakini hawa ni wale homegrown, vijana wa nyumbani wa Kiingereza, kwa hiyo wanajivunia kutaka kijana wao afanikiwe. Lakini tatu, klabu yake ya Forest imemfanya kuwa untouchable, ndio kiungo namba 1 kwa sasa kwenye ligi anayefanya vizuri zaidi kuliko hata wengine, takwimu zikimbeba hivyo. Ndio maana atataka kumsajili, ni lazima avunje benki ili kumpata mchezaji huyo. Sasa kuna taarifa zinaelezwa wako nyota 5 wa Manchester watalazimika kuuzwa ili kuweza kuchangisha fedha ya kufanikisha usajili wa mchezaji huyu. Kwanza yuko Marcus Rashford ambaye kwa sasa yuko kule FC Barcelona na akiwa anacheza kwa mkopo, na tayari amefunga zaidi ya magoli 6 na assist karibu 9 hivi katika michezo 16 aliyotumikia Barca. Barca wana option ya kumnunua Rashford kwa paundi milioni 26 kama watataka kumnunua moja kwa moja, na kama itawezekana kumnunua kwa fedha hii, basi dhahiri shahiri kwamba Manchester watapata faida ya kupata angalau paundi milioni 26 kibindoni kwa ajili ya kufanya makusanyo ya kusajili nyota mwingine. Lakini nyota namba 2 ambaye Manchester inaelezwa atauzwa ni Rasmus Hojlund ambaye anakipiga kwenye klabu ya Napoli pale nchini Italia, akiwa pia ameanza na mwanzo mzuri, akifunga kwenye ligi, akifunga kwenye michezo ya Champions League, na akicheza tayari michezo karibu 10 hivi. Amekuwa anafanya vizuri chini ya Antonio Conte. Sasa Napoli wana option ya kumnunua Rasmus kwa paundi milioni 38, na kama italipwa basi itakuwa imesaidia pakubwa kuweza kuchangisha fedha ya usajili wa kiungo. Lakini yupo Jadon Maliki Sancho ambaye yuko Aston Villa, amekuwa na nyakati mbaya kwa sasa na Jadon Sancho, na thamani yake kiukweli imepungua zaidi. Hakuna mtu anaweza kununua kwa paundi milioni 30 au 25. Inaelezwa kama Manchester utapata angalau 10 mpaka 15 mpaka 20 watakuwa wanamwachia Sancho ili kuweza kuongeza fedha ya kupata hela ya kumsajili kiungo Anderson. Lakini yupo Andre Onana, ni mchezaji mwingine ambaye anatajwa kwamba Manchester itaangalia kumuuza kwa angalau thamani ya paundi milioni 15. Onana yuko Trabzonspor kule nchini Uturuki. Manchester walimnunua kwa paundi milioni 47.5, lakini sasa wao wanafikiria kumuuza kwa paundi milioni 15. Sio biashara mbaya, sio biashara nzuri, lakini inaweza ikaboosti kupatikana kwa hela ya kuongezea kumsajili Elliot Anderson kutoka Nottingham Forest. Kobe Mainoo ni taarifa ambayo inashoku watu wengi, lakini inaelezwa bado Manchester wanashindwa kuamua either wamuuze au wamtoe kwa mkopo au waachane naye kabisa. Inaelezwa kwamba Manchester iko tayari kupokea sasa paundi milioni 45, lakini ni uamuzi ambao uko 50-50. Kwa hiyo kama watapata angalau paundi milioni 45, watamsacrifice Kobe Mainoo ambaye watu wengi wanaona ni mtu muhimu ili kuweza kusajili kiungo mwingine ambaye ni Elliot Anderson kwa gharama kubwa zaidi kwa ajili ya kuweza kuijenga Manchester United. So ukiangalia jumla ya wachezaji hawa 5 ambao wanatajwa kwamba wakiuzwa wanaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa kupata fedha: Marcus Rashford paundi milioni 26 FC Barcelona, Rasmus paundi milioni 38, Sancho milioni 20, Onana milioni 15 na Kobe Mainoo milioni 45. Unaweza kupata 144, ambayo 144 unaweza katoa hiyo 100 mpaka 120 na ukabaki na chenji ya kuweza kufanya usajili wa wachezaji wengine. Lakini hii itategemea mauzo ya wachezaji hawa ambao wanatajwa kwamba wakiuzwa basi watasaidia
kukusanya fedha ya kuweza kufanya usajili. Na je, unafikiri kwa bei ambayo inatajwa Elliot Anderson 120 lazima aje, ama anaweza kutuletea mzigo kama ambao alikuja nao Anton, gharama kubwa na akashindwa kuperform? Same to Paul Bile Pogba, gharama ilikuwa kubwa, mambo yakawa mabaya. Juan Sebastian Veron alikuja kwa gharama kubwa, mambo yakawa mabaya, lakini wapo wengine walisajiliwa kwa gharama kubwa na mambo yakawa poa.